بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu Muislam, tukiendelea na kitabu Sharhu Thalathatul Usul, sharhi ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, na leo tumefikia katika an-naw'u at-tasi' al-inabatu, aina ya 9 ya sampuli ya ibada, nayo ni al-inaba, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah asema, wa dalilul inabati, na dalili ya inaba, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, na regeeni kwa Mola wenu mlezi na silimuni kwake. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah akielezea maana ya al-inaba asema, al-inabatu maana yake ni arrujuu ila Allahi bilqiyami bitaatihi, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza utiifu wake, wajtinabi maasiyatihi, na kujiepusha na maasiya yake, wa hiya qaribatun min maana tauba, na maana yake ya inaba iko karibu na maana ya tauba, illa annaha araqum minha, isipokuwa hii inaba ni ya hali ya juu zaidi. Vipi? Lima tash'uru bihi min al-i'timadi ala Allah, kwa sababu inahusisha hisia ya kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala, walujui ilayhi, na kujikimbiza kwake yeye, wala takunu illa lillahi ta'ala, na inaba haifanywi kwa yeyote yule isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, na regeeni kwa Mola wenu mlezi na silimuni kwake. Walmuradu biqaulihi ta'ala, na makusudio ya kauli Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa aslimu lahu, na jisalimisheni kwake, maana yake ni al-islamu shar'i, ni Uislamu wa kisheria. Vipi? Wa huwa al-istislamu li ahkami llahi shar'iyya, yani kujisalimisha kwa hukumu za kisheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh anasema, wa dhalika anna al-islama lillahi ta'ala naw'ani, na hakika Uislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala uko na aina ngapi? Mbili. An-naw'u al-awwal, sampuli ya kwanza, al-awwalu islamun kauniyun, ni Uislamu wa kimaumbile. Vipi? Wa huwa al-istislamu li hukmihi al-kauni, nayo ni mtu kukubali na kutii matakwa na yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kimaumbile. Wa hadha amun likulli man fi samawati wal ard, na aina kama hii ni ya ujumla kwa kila aliye mbinguni na duniani, min mu'minin wa kafirin, awe ni mu'min awe ni kafiri, wa birrin wa fajirin, awe ni mwema awe ni mwovu. La yumkinu li ahadin an yastakbira an, kwani hakuna yeyote ambaye anayeweza kujivuna na kuukwepa. Kwa mfano kama vile kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua. Jua linachomoza upande wa mashariki, jua linazama upande wa magharibi, kwa wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea. Hakuna siku utasikia kwa jua limechelewa,
au jua limeongeza wakati, bali Mwenyezi Mungu ameupanga ule wakati wake maalum, jua kuchomoza na jua kuzama. Na hii yote jua linafanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutii na kujisalimisha na kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile kwa mfano kuteremka kwa mvua, na vile vile kutoka kwa mti, kuchimbuka kutoka kwa mti. Mvua hainyeshi isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hata vile vile mti kutoka chini ya ardhi hautoki isipokuwa kwa nani? Isipokuwa kwa amri ya Allah. Pia vile vile mauti na uhai, kila nafsi lazima itaonja mauti katika wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameandika, ikiwa ni mu'min, ikiwa ni kafir, wote lazima ataonja mauti. Na hii yote inakuwa ni yenye kufuata amri ya nani? Ya Allah, zinajisalimisha. Vile vile ukiangalia haraka ya bahari, upepo, utakuta upepo unavuma, bahari nayo maji yanatembea. Yote hii inafanya kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi zinajisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile kuumbwa kwa mwanadamu akiwa yuko ndani ya tumbo la mamake. Mtoto anaumbwa akiwa ndani ya tumbo la mamake, anakuwa kisha anatoka kutoka kwenye tumbo. Hii yote inakuwa kwa uwezo wake Allah, wala hakuna mwingine ambaye kwamba anayeweza, bali hii yote kule kufanyika ni kwa ajili ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata vile vile kafiri na mu'min wote wanajisalimisha, wanatii amri ya Allah. Kwa sababu gani? Kafiri hawezi akajizuia kutokana na njaa au maradhi au mauti, lazima. Kwa vile vile hata vile vile mu'min lazima kuna wakati atapatikana na njaa, atapatikana na ugonjwa, atapatikana na mauti. Kwa hivyo hawa wote wanakuwa ni wenye kujisalimisha na kufuati amri ya kimaumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen baada kutaja mifano haya anasema, wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala amesema, walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha, na hali kila kilichomo mbinguni na katika ardhi kimesilimu kwa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kikipenda kisipende. Wa ilayhi yurja'un, na kwake yeye watarejeshwa. An-naw'u thani, sasa sampuli ya aina pili. Athani islamun shar'iyyu, ni uislamu wa kisheria. Sampuli ya kwanza ni al-islamu al-kauni, uislamu wa kimaumbile, tumeona mifano yake. Na sampuli ya pili ni islamun shar'iyyun, ni uislamu wa kisheria. Nayo ni vipi? Wa huwa al-istislamu li hukmihi shar'i, nao ni kule kujisalimisha kwa hukumu ya kisheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha khasun biman qama bi ta'atihi, na hii ni maalum kwa wale wanaotekeleza utiifu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Minar rusuli, miongoni mwao ni mitume, wa atba'ihim bi ihsan, na wafuasi wao kwa wema. Kwa mfano kusimamisha swala, kule kuswali ni kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa kule kuswali Muislamu amejisalimisha kufuata hukumu ya kisheria kwa kufanya tendo hili la swala. Pili, mfano mwingine, kuacha zina, kuacha riba, kuacha kunywa tembo, kulewa, kula mnazi. Hii yote kule kuacha ni kwa sababu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Kwa kufanya hivi ndipo pale Muislamu amekuwa mwenye kujisalimisha kwa kutekeleza hukumu ya kisheria ambayo kwamba tumewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mwingine katika masala ya kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, katika muamalat,
kule kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutekeleza, basi huyu Muislamu anakuwa amejisalimisha kufuata amri ya kisheria ambayo tuliwekewa. Mfano mwingine, tauba ya yule ambaye kwamba anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya taa. Kwa sababu gani? Kwa sababu amenyenyekea kwa kufuata hukumu ya kisheria ambayo tumewekewa, na vile vile kuacha maasi ambayo kwamba tumekatazwa. Kwa hivyo hii ni baadhi ya mifano Muislamu anapojisalimisha kufuata hukumu za kisheria. Ndio Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kwa kumalizia anasema, wa daliluhu fil Qur'ani kathirun, na dalili zake katika Qur'an ni nyingi. Huku kufuata hukumu za kisheria, kujisalimisha na hukumu za kisheria, dalili zake katika Qur'ani ni nyingi mno. Wa minhu hadhihi al-ayatu allati, na miongoni mwa hizo ni aya hizi ambapo kwamba tuliotangulia kuisema, dhakaraha al-muallifu rahimahullah, aliyoitaja mwandishi wa kitabu kama hiki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Allah mrehemu. Basi namwomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka hapa atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.